na kutumia maneno ya wanachuoni, hii ni kheri kubwa. Kwa hiyo maneno nitakayoanza nayo ni maneno ya al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Anasema aliulizwa swali huyu mwanachuoni, swali lenyewe linasema, muulizaji anasema, taaddudu zawjat shay'un shara'ahu Allah lirrijal, kuoa mke zaidi ya mmoja, kuongeza idadi ya wanawake, ukamwoa mmoja, wawili, watatu, wanne, ni kitu ambacho Allah amekiweka katika sheria yake kwa wanaume. Fama hiya alhikmatu min dhalik, ni ipi hikma ya jambo hilo? Hikma katika hilo ni nini, ya mwanamume kuoa mke mwingine bali kuongeza wakawa wawili, watatu, wanne? Swali laendelea, wazaujatul ula, na mke wa kwanza, idha tazawaja ar-rajulu thaniyata, iwapo mume wake atamuoa mke wa pili, fa innaha tasuu, huyo mke wa kwanza ajisikia vibaya, anajisikia vibaya kabisa na huchukia. Lakini wakati mwingine husababisha maafa, wakati mwingine mpaka upelekea ndoa kuvunjika. Wayahsulu ba'dhu almashakil, na wakati mwingine yanapatikana baadhi ya matatizo, allati qad tuaddi ila alfiraq alabadi, matatizo ambayo huenda yakapelekea kuachana milele. Kisa kuongeza mke, raghma wujudi alawlad, pamoja ya kwamba watakuwa na watoto, hawajali kwamba yeye ana watoto watano, mume wake ameoa mke mwingine, anaamua kuondoka na kuliamsha na kukimbia bila kujali kwamba nina watoto wala nini. Alladhina hum bihajatin ila wujudi al-ummi wal-ab, mke anaondoka, anawaacha watoto ambao wanahitajia uwepo wa mama yao na baba yao. Kwa hiyo mama anaamua kuwatelekeza watoto wake na kumkimbia mume wake, eti kisa mume wake kaoa mke mwingine. Fama hiya nasihatukum lirrijal, Sheikh anatoa nasaha, anaulizwa, anaombwa, ni zipi nasaha zenu kwa wanaume? Walmar'a, na ni zipi nasaha kwa mwanamke ambaye kasababisha tafulani kwa sababu ya mume wake kuongeza? Sikilizeni maneno ya kiilmu, maneno ambayo yamejengwa kwa misingi ya Qur'ani na Sunna. Qala rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ta'addudu az-zawjat shay'un shara'ahu Allah li'ibadihi ma'al qudra, kuongeza wanawake, kuoa zaidi ya mke mmoja ni jambo ambalo
katika sheria yake kwa waja wake, ni jambo Allah ameliruhusu kwa waja wake, ma'al qudra, pamoja na uwezo. Pamoja na uwezo ukiwepo, mume anaruhusiwa kuongeza mke. Na mlango huu wa uwezo ndo mlango ambao wamepitia wanawake wengi kulikataa jambo hili na kulipiga vita. Utakuta siku zote anakwambia, wewe huna uwezo, wewe baba, acha kihelele, tulia, waachie wanaume wenzako, hujajenga. Nani alikuambia sharti la kuongeza mke mpaka ujenge? Hilo sharti halipo. Uwezo unaotazamwa katika kuongeza mke ndo ule uwezo unaotazamwa katika kuoa mke wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, mwenye uwezo katika nyinyi aoe. Albaa ni uwezo wa aina mbili, ni uwezo wa kumhudumia mke yale majukumu ya kawaida kama vile pahala pa kuishi, kama vile chakula, mavazi, matibabu, sehemu kama hizi. Ukiwa na uwezo wa hayo, basi oa. Uwezo wa aina ya pili ni uwezo wa kuweza kukutana na mkeo katika ibada ya ndoa. Haya yakiwepo, basi unaruhusiwa kuoa. Vile vile ukiwa na mke mmoja, Allah akakujalia una uwezo wa kuongeza mke wa pili, ukamtafutia pa kuishi, ukamtafutia chakula, ukawa na uwezo wa kuwapa haki zao za ndoa kwa pamoja, wote kwa pamoja, basi pia anaona ruhusiwa kuoa mke wa pili. Kwa swala la mathna au thulatha hakuna sharti la utajiri, ni jambo la kuweza. Kwa hiyo kina mama wanapitia mlango huu kulipiga vita. Wewe lini umemwambia mme wako kwamba sasa hivi una uwezo, basi ongeza mke mwingine? Bali siku zote wanaume hawana uwezo, hata kama wanamiliki kiasi gani. Kwa hiyo Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema jambo la kuoa mke zaidi ya mmoja au zaidi ya wawili au watatu, uwezo ukiwepo, ni jambo la kisheria.